Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya siku 10 za maombi kwa mwaka 2026. Tumekuwa na mfululizo wa masomo haya kwa miaka kadhaa. Mwaka wa 2025 tulijifunza mada kuu isemayo bali wewe usalipo. Mwaka huu tutaenda kuiangazia mada nzuri isemayo kufunguliwa. Masomo haya yanaanza Januari 7 hadi Januari 17 mwaka huu 2026. Leo tutaenda kuliangazia somo la kwanza kabisa, Januari 7. Somo la siku ya kwanza linalosema mjue Yesu kama Mwokozi wetu aliye hai. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja mbele zako kwa shukrani. Tumekuja kwako kulitukuza jina lako na kukusifu. Umetupatia afya njema, umetulinda, umetuongoza na kutubariki. Umetupatia nafasi ya kuingia na kuona mwaka wa 2026. Neema yako yatosha, pendo lako latubidisha. Tunapoanza mfululizo wa masomo haya ya siku 10 za maombi, tunajikabidhi mikononi mwako. Tembea nasi mwaka huu. Tembea nasi katika mfululizo wa maombi siku hizi 10. Yale ambayo watoto wako wa kiume na wa kike tutayaleta miguuni pako, ukatujibu sawasawa na mapenzi yako. Tufundishe sasa jinsi ya kukujua wewe na udumu kufanya hivyo katika jina la Yesu. Amina. Mjue Yesu kama Mwokozi wetu aliye hai. Fungu elekezi ni Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza aya ya kwanza hadi ya 3. Wakati wa pekee pamoja na Mungu. Ombi. Dai Zaburi ya 119 aya ya 105. Katika maombi, mwombe Mungu akutumie Roho Mtakatifu kulifanya neno lililoandikwa kuwa taa katika safari yako ya imani. Chunguza neno. Soma Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza aya ya kwanza hadi ya 3. Je, kifungu hiki kinakufundisha nini kuhusu Yesu? Chunguza vitabu 4 vya Injili ili kuona ni mara ngapi Yesu amejidhihirisha mwenyewe kuwa yu hai kwa wanafunzi wake baada ya ufufuo wake. Tazama Mathayo 28 aya ya 9 hadi 20. Marko Mtakatifu sura ya 16 aya ya 9 hadi 20. Luka Mtakatifu sura ya 24 aya 13 hadi 53. Yohana Mtakatifu sura ya 20 aya 14 hadi sura ya 21 aya ya 25. Hekima kutoka kwa Ellen White. Kwa muda wa siku 40, Kristo alibaki duniani akiwaandaa wanafunzi wake kwa kazi iliyokuwa mbele yao na kuendelea kuwafafanulia kile walichokuwa wameshindwa kukielewa hadi wakati huo. Alizungumzia unabii wa kuja kwake, kukataliwa kwake na Wayahudi, pia kifo chake, akionyesha kuwa kila hatua ya unabii huu ilikuwa imetimia. Aliwaambia kwamba kutimia kwa unabii huu ilipasa wauchukulie kama uthibitisho wa uwezo watakaokuwa nao kwenye kazi iliyo mbele yao. Nasi tunasoma, ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya 3,
na kwamba mataifa yote yatahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, huanza tangu Yerusalemu. Akaongezea, nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Siku zile Yesu alizozitumia na wanafunzi wake walipata uzoefu mpya walipokuwa wakimsikiliza Bwana wao akiyafafanua maandiko matakatifu katika nuru ya kile kilichokuwa kimetokea. Imani yao kwake iliimarishwa kikamilifu. Walifika hatua ya kuweza kusema, namjua yeye niliyemwamini. Timotheo wa pili sura ile ya kwanza aya 12. Tangu hapo walianza kuona aina na ukubwa wa kazi waliokuwa nayo na kuona kwamba walikuwa waende kutangaza ukweli waliokuwa nao kwa ulimwengu. Matukio ya maisha, kifo na ufufuo wa Kristo, unabii uliokuwa unaelekeza kwa matukio haya, mafumbo ya mpango wa wokovu, uweza wa Yesu wa kuondoa dhambi, wao walikuwa mashahidi wa mambo yote haya na walikuwa waende wakayatangaze kwa ulimwengu. Ilikuwa inapasa kuitangaza injili ya amani na wokovu kupitia toba ya dhambi na uweza wa Mwokozi. Matendo ya Mitume sehemu ya kwanza, ukurasa wa 20. Kusudi la maombi. Tumia muda mfupi kufikiria juu ya maisha yako. Mwambie Mungu baadhi ya njia ambazo Bwana Yesu amekuonesha kwamba yeye yu hai. Mshukuru Mungu kwamba Yesu Kristo amejidhihirisha mwenyewe kupitia kwa majibu ya maombi kama Mwokozi aliye hai. Wanafamilia au marafiki. Shughuli ya kushirikiana. Mwalike rafiki au mwanafamilia ili aweze kuelezea kwa ufupi kitu bila kukitaja kwa jina lake hasa. Toa sababu moja kwa nini unajua kuwa kitu hicho kipo hai. Kila mtu ajaribu kubaini kile unachokielezea. Kwa mfano, anayo mabawa na anavutiwa na uzuri wa shamba. Ninajua kuwa yuko hai kwa sababu anapepea bila upepo. Ombi kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Ombeni pamoja kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Daini ahadi ya Luka Mtakatifu sura ile ya 11 aya ya 13. Chunguza neno. Soma Luka Mtakatifu sura ile ya kwanza aya ya kwanza hadi ya 4 na Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza aya ya kwanza hadi ya 3. Kwa nini Luka aliandika Injili ya Luka na kitabu cha Matendo ya Mitume? Ni kwa namna gani maelezo ya Luka Mtakatifu 24 aya 36 hadi 43 ni kielelezo cha Matendo ya Mitume sura ya 13? Hekima kutoka kwa Ellen G. White. Kabla ya kupaa kwenda mbinguni, Kristo aliwapatia wanafunzi wake agizo. Aliwaambia kuwa walipaswa kuwa watekelezaji wa mapenzi yake ambayo katika hayo alikuwa ameurithisha ulimwengu hazina za uzima wa milele. Aliwaambia wanafunzi wake kuwa mmekuwa mashahidi wa maisha yangu ya kujitoa kafara kwa niaba ya ulimwengu. Mmeziona kazi zangu nilizokuwa nafanya kwa ajili ya Israeli. Sasa ingawa watu wangu hawakuja kwangu ili wapate uzima, japo wakuu na makuhani wamenifanyia mambo hayo kama walivyokuwa wamekusudia, ingawa wamenikataa, bado watakuwa na fursa nyingine ya kumpokea mwana wa Mungu. Mmeona ya kwamba wote wanaonijia wakiungama dhambi zao ninawapokea bila masharti. Yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe.
Kwenu wanafunzi wangu, ninauweka ujumbe wa rehema. Unapaswa upelekwe kwa Wayahudi na wa mataifa. Anzeni kwanza na Israeli, halafu mtakwenda mbele kwa mataifa yote, lugha na jamaa. Wote watakaoamini imewapasa kuwakusanya katika kanisa moja. Matendo ya Mitume sehemu ya kwanza ukurasa wa 21. Kusudi la ombi. Ombeni pamoja kwamba kila mtu katika familia na marafiki zenu wamjue Yesu kama Mwokozi aliye hai. Baada ya kuombeana, omba kwa kutaja jina kwa ajili ya familia na marafiki ambao hawajamfahamu Yesu kwa namna binafsi iliyo hai. Familia ya kanisa. Utaratibu wa mkusanyiko wa jioni ya kwanza. Katika usiku wa kwanza wa siku 10 za maombi, wahudhuriaji wawekwe katika vikundi vidogo vidogo vyenye vizazi mchanganyiko vya watu 6 au pungufu. Kila kikundi kitaongozwa na mtu mzima mmoja na kijana mmoja, kama inavyoelezwa katika mwongozo wa kiongozi. Wahudhuriaji wanaweza kubakia katika vikundi hivyo kwa siku zote 10. Ikiwa watu wapya watahudhuria katika usiku unaofuata, wasaidie kuunganishwa na kundi lililo tayari au kuunda kundi jipya ikiwa ni lazima. Kila usiku, wanaohudhuria wanaweza kukaa kwa makundi yao huku kiongozi wa maombi anapotoa mwongozo wa maombi na shughuli akiwa mbele. Viongozi wa vikundi vidogo watarahisisha majadiliano ndani ya makundi yao pale wanapohimizwa. Wakati mwingine wahudhuriaji wote watashiriki pamoja. Wakati mwingine wataomba na kujadili na wanakikundi wa kundi lao dogo, na wakati mwingine watahimizwa kuomba kimya. Kiongozi wa maombi aliye na ustadi na mpana wa mawazo anaweza kwenda mbele zaidi kwa urahisi kati ya shughuli na kubadilisha maudhui kulingana na mahitaji ya eneo mahalia. Ukaribisho. Ibada katika maombi. Kiongozi kwa wote. Kaeni katika vikundi vidogo. Timu yetu ya maombi taalika kundi lako dogo kuomba pamoja kupitia neno la Mungu. Baada ya kuomba kwa dakika chache, mtasikia timu ya maombi ikianza kuimba ubeti mmoja wa wimbo. Wakati huo, tafadhali hama kutoka kwenye maombi hadi kwenye wimbo. Sifu. Vikundi vidogo. Katika Biblia zenu fungua Isaya 53. Tafuteni sifa maalum za Yesu. Mshukuruni Mungu kwa kila sifa ya Yesu. Wote imbeni wimbo wa sifa. Tubu. Vikundi vidogo. Soma Isaya 53 aya 5. Tumia muda kwa ajili ya maombi binafsi ya ungamo la dhambi. Wote imbeni wimbo wa neema ya Mungu. Omba. Vikundi vidogo. Soma Yohana Mtakatifu sura ya 16 aya 13. Ombeni kwa ajili ya Roho Mtakatifu kuja na kutufundisha ukweli. Wote imbeni wimbo wa Roho Mtakatifu. Shughuli ya kushirikiana. Kiongozi kwa wote. Tengeneza vikundi vidogo vya watu 2 au 3. Muulizane, ni vitu gani vitatu ungependa watu wajue kuhusu wewe? Shiriki kwa dakika kadhaa. Sote tunayo mambo mengi ya kuvutia ambayo tunaweza kujifunza kuhusu kila mmoja. Baada ya Yesu kufa msalabani na kufufuka kutoka kaburini, alikuwa na jambo maalumu ambalo alitaka kila mtu alijue kumhusu yeye. Ibada katika neno. Vikundi vidogo.
Soma Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza, aya ya kwanza hadi ya 3. Tafadhali zingatia katika aya ya 3 kile ambacho Yesu alitaka kila mtu akifahamu. Yesu aliwadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake ya kwamba yu hai. Soma Luka 24 aya ya 13 hadi 32. Hususan zingatia aya ya 27. Yesu alifanya nini ili kujidhihirisha yeye mwenyewe kwa wanafunzi wawili? Zingatia aya ya 32. Ushuhuda binafsi wa wanafunzi wale wawili baada ya kutambua kuwa walikuwa na Mwokozi aliye hai ulikuwaje? Hekima kutoka kwa Ellen White. Hivyo Kristo aliwaeleza wanafunzi wake, akizifungua akili zao ili wapate kuyaelewa maandiko. Wanafunzi walikuwa wamechoka, lakini mazungumzo hayakuchosha. Maneno ya uzima na uthibitisho yalitoka katika midomo ya Mwokozi, lakini bado macho yao yalikuwa yanamtazama. Alipokuwa akiwaambia juu ya kuangamizwa kwa Yerusalemu, waliutazama mji kwa huzuni. Lakini hata hivyo, hawakuweza kukisia kwamba mtu anayesafiri naye ni nani. Hawakufikiri kwamba mhusika wa mazungumzo yao alikuwa anatembea pamoja nao, maana Kristo alijizungumzia kana kwamba ni mtu mwingine. Walidhani kuwa alikuwa ni miongoni mwa wale ambao walihudhuria sikukuu kubwa na ambaye sasa alikuwa anarejea nyumbani kwake. Alitembea kwa uangalifu sana katika njia ya mawe kama wao, hapa na pale akisimama kupumzika kidogo. Hivyo ndivyo walisafiri katika barabara ile ya milima, wakati yule ambaye muda mfupi ujao angekaa mkono wa kuume katika kiti cha enzi cha Mungu na ambaye angesema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, akitembea pembeni yao. Mathayo Mtakatifu sura ya 26 ya 18. Tumaini la vizazi vyote sehemu ya 2, ukurasa wa 410. Kusudi la ombi. Kiongozi kwa wote. Wakati mwingine kama Wakristo tunafanya kama vile Yesu bado yuko kaburini. Yesu alitumia siku 40 baada ya ufufuo wake kuwathibitishia wafuasi wake waaminifu kwamba yeye ni Mwokozi aliye hai. Hebu tuombe katika vikundi vyetu kwamba hatutakuwa vipofu kwa Mwokozi wetu aliye hai. Hebu tuombe kwamba Mungu angefungua macho yetu ili tujue kuwa Yesu yu hai na anajidhihirisha katika maisha yetu kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Wito. Kiongozi kwa wote. Ni nani hapa usiku huu anayeona haja ya kuutoa upya moyo wake kwa Mwokozi aliye hai na kumjua yeye zaidi kila siku? Ninawaalika wote wanaotaka kuitoa upya mioyo yao kwa Yesu kama Mwokozi aliye hai, mpige magoti hapo mlipo. Changamoto katika saa 24. Kiongozi kwa wote. Katika saa 24 zijazo, zima vifaa vyote vya kielektroniki kwa dakika 10. Soma Zaburi ya 46 peke yako, wewe na Mungu tu. Msifu Yesu Kristo kwa kuwa Mungu aliye hai. Muombe Roho Mtakatifu amuweke mtu mmoja katika moyo wako na mshirikishe mtu huyo sababu moja unayojua kwamba Yesu yu hai. Soma Matendo ya Mitume sura ya 1 aya ya 6 hadi ya 8 kama maandalizi kwa ajili ya kesho.
Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya siku 10 za maombi. Leo ni Januari 7, siku ya Jumatano. Tukiwa katika siku ya kwanza kabisa ya mfululizo wa siku hizi 10 za maombi, kufunguliwa. Somo la leo limesema mjue Yesu kama Mwokozi wetu aliye hai, likijengeka katika kitabu cha Matendo 1 hadi 3. Kesho, ikiwa Bwana atatupatia nafasi, tutajifunza mada kuu isemayo fungamana pamoja na vipaumbele vya ufalme. Na kwa nukta hiyo, mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya siku 10 za maombi, ndiyo tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya kwanza. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.